Niseme tu msikilizaji ya kwamba nimepitia komenti zote sehemu ya 10 na nimeona ya kwamba hakuna msikilizaji yeyote aliye sahihi kwenye jibu lake. Nimeona wengi mmejibu kwamba aliyemkuta humo ndani ni Joshua. Wengine mkaenda mbali zaidi mkasema kwamba huyo si mwingine ni afande yule mpelelezi. Lakini wote mmebezi kwenye hao wawili. Ila tu niwaambia kwamba hakuna aliyepatia jibu sahihi. Jibu sahihi unakwenda kulisikia hivi sasa msikilizaji. Kumbuka nikusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas, na hatujajua pia itakuwaje mara baada ya mimi pamoja na JC kukutana katika maeneo alafu JC akamkana kabisa mimi. Sasa sijajua kama mimi ataendelea kumruhusu JC kuendeleza kila ambacho alikuwa amekifanya. Japo of course matokeo yapo, lakini sijui ile imani ndogo iliyokuepo kwa mimi, na tunajua mimi ni binti fulani ambaye yuko straight sana. Sasa sijui tena itakuwaje ama ukaribu utakuwa vipi kati ya mimi pamoja na JC. Lakini vipi kuhusiana na mission ya Joshua? Lakini pia yapi atakoendelea baada ya Betha na JC kuingia kwenye hilo eneo la kucheza karata na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo tunasonga mbele msikilizaji. Basi bwana, tuliingia kwa kuinama kisha akaufunga tena. Bila shaka hii ndio ilikuwa ni sehemu ya top secret. Na ile nimesimama vizuri na kupangalia ndani humo, nikajikuta na shangaa kiasi baada ya kumwona mtu fulani hivi nilimfahamu. Kulikuwa na watu kadhaa ndani, lakini ni huyu tu ndiye aliyevuta umakini wangu zaidi. Ni mwanaume mtu mzima akiwa amekaa kwenye sofa la sakafuni, yani yale ya chini bila mbao, na wanawake wawili wakiwa ni kama nusu wazi kabisa, huku wakimtikisia tu nyashi na membe yao akiwa tu yani hapo waziwazi bwana. Na mdoo sasa walikuwa wanamzungukia tu yani usoni na mwilini. Kwa hiyo sasa huyu mtu bwana alikuwa ni mchumba Festo. Yule jamaa aliyekwenda kwake Miriam ili kumtolea mwanamke huyo posa, na ambaye nadhani mpaka kufikia kipindi hiki bado alikuwa anajibebisha kwa mwanamke huyo. Kwa hiyo ndo alikuwa sehemu hii ya madhambi akipewa burudani. Ndo yule jamaa ambaye nilikula chakula chake kwa siku ya kwanza. Lakini kwa nini awe ndani ya sehemu hii iliyokuwa ya maovu zaidi na asiri sana? Alihusika wapi kwenye haya yote ambayo Betha alitaka kunionyesha? So mimi nikaendelea kumwangalia Festo kwa makini. Jinsi ambavyo alionekana makini sana na mzoefu katika hali niliyomkuta nayo ndani. Yani kwanza naye Madam Betha alinipita kusasa akisema kwamba niache kuzubaa na nimfuate. Kwa mimi nikatii. Chumba hicho kilikuwa ni kipana kuliko namna ambavyo ungedhani kwa jinsi mlango wa kuingilia ndani hapo ulivyokuwa mdogo. Na kiliundwa kwa njia fulani hivi yani kama vile viumba vya matumbuizo ya wanaume wa Hindi au wa Dubai hivi. Kulikuwa na nguo ndefu kama mapazia yaliyotundikwa hapa na pale kuzungukia sehemu ya sakafu iliyotandikwa zulia jekundu pande zote 4 za kona. Ilikuwa kipeperuka taratibu kusasa. Na hapo ni kutokana na kitu kama kiyoyozi hivi. Nadhani sikukiona, ila nahisi ndio kilikuwa kinasababisha hayo yaweze kupeperuka. Na sehemu hiyo ya kati ndio iliyokuwa na yale masofa ya chini. Yani ungeweza kuita hata vitanda yani, au tuseme vitanda masofa yalikuwa yametengeneza umbo la mraba na kuacha nafasi ya wazi katikati ambayo ndio hao sasa wanawake waliokuwa wakicheza walikuwepo. Kilionekana kuwa chekundu ti. Yani hadi sisi watu tulionekana kuwa na ngozi nyekundu kabisa. Na ukimwondoa Festo, kulikuwa na wanaume wengine 5 wenye vitambi, tena vile vitambi vya pesa waliolalea masofa hapo chini, huku wao pia wakipewa burudani na wanawake ama kuvuta tu madawa ya kulevya na kunywa pombe. Mimi nilikuwa nimeingia sehemu yenye kutatanisha zaidi, tofauti hata na hiyo tuliyokuwa tumeipita muda mfupi nyuma. Basi Betha aliniongoza mpaka kufikia yale masofa, naye akakaa kwenye wazi ambao niliweza kukisia ulikuwa special kwa ajili yake. Baadhi ya wale wanawake waliokuwa humo waliniangalia sana, na wale wanaume pia waliniangalia. Na wanaume hao walikuwa wameacha vifua nje ama kubaki tu na kaushi na suruali. Ni Festo ndiye aliyekuwa mwenye kifua cha mwanaume mtata, kikiwa kipana na kilichokatika kimazoezi haswa. Tofauti kabisa na nilivyomdhania mara ya kwanza nimemwona. Alikuwa imara. Nilihisi joto sana,
lakini bado sikulitoa koti. Betha akiwa amekaa kwa kuegamia kiwiko chake, akatoa kipepeo cha mkononi kwenye mkoba wake na kukifungua. Tule wa China wanatopendeleaga kutumia tule. Basi naye akawa sasa anajipepea huku akielekeza uso wake juu. Mimi hapo sasa nilikuwa nimesimama nyuma yake, nikaendelea kutazama tu mambo hayo. Nisielewe nini kilikuwa kikiandaliwa hapo, lakini nilijua hii ndio ilikuwa sehemu sahihi ya kuwepo. Kama masiara tu vile. Mimi sasa nikaa nimeingia kwenye pango la mbwa mwitu, na taratibu tu ningehakikisha na wanyamfua wote. Ila huyu Festo bado alikuwa ananifanya nikune ubongo wangu, maana sikutarajia kabisa kumkuta. Halafu alikuwa anaonekana ni bonge moja la mtakatifu, yani kama ungekutana naye hivi, yani kama ungekutana naye kule nje. Yani ikiwa mimi angekuwa amelegeza vyuma kwa huyu jamaa, basi alikuwa na kazi nzito sana. Jamaa hakuwa ameniona bado kutokana na kuzama zaidi kupiga makofi kwenye nyashi za wale wa mama. Sasa mimi nikaendelea tu kusimama. Nami nikamwona mmoja wa wale wanaume 5 wakimuuliza Betha kwa ishara kuhusu mimi kuwa nani. Betha akanioshea mkono wake kutokea hapo alipojilaza. Nami nikaupokea na kuja mbele yake. Kisha nikakaa kwenye hilo sofa usawa wa ubavu wake, huku sasa yeye akiwa amejilaza kwa kuegamia kiwiko chake na uso wake ukiwa karibu na bega langu. Sasa hapo alichokifanya ni kunivuta shingo yangu na kunifuata kinywani. Hakuanza kunichumu moja kwa moja, badala yake mdomo wake ulipokuwa karibu na wakwangu akasema ya kwamba hii ni show tu, kwa hiyo niigizie vema. Nami nikamwambia siofu, ninajua. Kisha ndo akanichumu sasa mdomoni. Najua alikuwa na madhumuni yake kunichumu hivyo mbele ya wale wanaume na wanawake, ili awape maana fulani kuhusu karibu niliokuwa nao kwake mpaka yeye kunileta hapo. Kwa hiyo nikaona ngoja niongeze njonjo pia katika maana hiyo. Basi nikaipokea chumu yake kama alivyoileta, lakini sasa nikaanza kuenda extra zaidi. Nilihisi kwamba Betha alikuwa anataka tuikatishe, lakini mimi nikaendeleza tu. Ndipo nikahisi kwamba huyu ataanza kulegea huyu. Na mimi nilitumia ufundi sana, mpaka kafikia hatua sasa yeye akajiachia ili mimi niendelee, lakini mimi nikakatishia hapo hapo. Nadhani ilikuwa imekatika dakika moja ya kumchumu kwa kuendeleza yani. Basi bwana, nikamshika shavuni kwa ororo tu na kumwangalia kama vile ninampenda sana. Yani ile macho yangu wale. Ni akashindwa kujizuia kutabasamu bwana. Nikasikia wanaume 2 wakisema kwamba kwa hiyo madam kwa madam alikuwa ameamua kuja na kibenteni wake hapo ili sasa yani awakomoe, maana siku hizi hana wa kucheza naye huko chini bwana. Walivungivu mimi nikanimwatazama. Sasa ndo nikakuta Festo akiwa anaangalia upande wangu na akinitazama kwa macho yenye makini sana. Yani ni ile yani kama ile ya huyu mbona kama namjua. Nafikiri sasa akawa amethibitisha kuwa ndio alinijua. Akakaa vizuri zaidi hapo na kuendelea kuniangalia kwa makini. Nami nikakaa vizuri pia na kumtikisia tu kichwa kidogo yani kama kumpa salamu. Yani nilifanya ionekane kama vile yani mimi sikuwa nimeshangaa kumuona hapo. Naye akanitikisia tu kichwa huku sasa akiniangalia kama vile bado ananitathmini. Betha yeye akawa anawapiga vijembe tu wale wanaume kwa kumtania kuhusiana na mimi. Matusi kabisa, lakini walikuwa wanacheka tu kwa pamoja. Naye Festo akatoa amri kwa wanawake wote waliokuwa humo waondoke isipokuwa Betha. Walimbwende wakajikusanya na kuvaa nguo zao, kisha wanaume wengine wakawapa pesa na mmoja wao kwenda nao pale mlangoni. Akawafungulia, wakaondoka. Festo akavaa t-shirt jepesi tu mwilini. Sura yake ilionekana makini kweli kweli. Sijui ni kwa sababu ya kuvurugwa na uwepo wangu ndani hapo. Na ninajua alikuwa akijiuliza mengi ya ni kwa nini nilifika kwenye nyumba yao ya maovu. Kwa kiasi fulani nilianza kuona ni kama vile jamaa alikuwa na sauti fulani hivi kubwa hapo. Huenda hata ndiye aliyekuwa kiongozi wa hizo operation zao. Ingenibidi niendelee kutulia tu ili nione ya kuona. Basi Betha akawa ameombwa po na wale wanaume, maana kwa maneno tu hawakumshinda. Naye akasonya na kunishika begani kisha akasema kwamba hani, vua koti lako usikii joto. Hainaongelesha kama vile ni sisi ni wapenzi kweli. Nami nikamruhusu anza sasa kunitolea lile koti.
nilikuwa nimeweka uso makini kweli kweli. Hata wale wanaume walioniita Benten yaani ni kama hawakuwa wamenisemesha wala kunirushia ishara yoyote, maana nilionyesha sikutaka shobo nao. Sasa mmoja wao akamuuliza Betha ya kwamba, "Oya, mbona mtu wako haongei madam?" Betha akamwambia kwamba, "Umemsemesha ukaona haongei?" Yule jamaa akaniambia kwamba, "Oya dogo, ni aje?" "Sasa usiniite dogo, naitwa Jesse." Nilimwambia hivyo kwa sauti makini tu. Festo akaniangalia. Mwanaume mwingine akamwambia Betha ya kwamba, kumbe ni mjeuri tu kama wewe." Betha akasema ya kwamba tena sana tu. Sasa mmoja akamuuliza Betha ya kwamba, "Kwani umemtolea wapi?" Mwingine akasema ya kwamba, "Swali muhimu ni anafanya nini hapa? Kwa sababu uliapa kutokuleta wapenzi wako home tena. Maana kwenye wapenzi huo unafeli sana ndugu yangu." Mwingine ndo aliongea hivyo. Sasa Betha akasema ya kwamba, "Kwani wewe kinacho kutoa ugwadu hapa kuhusu mie kuja na mpenzi wangu ni nini?" Jamaa akasema ya kwamba, "Hauna mume wewe? Kwani wewe hauna mke? Mbona mawala zako walikuwa hapa?" Nimuulize hivyo. Betha akasema ya kwamba, mpe vyake. Huyo mwanaume mtu mzima akaniambia kwamba, "Wewe unajua unaongea na nani wewe mtoto? Unanijua mimi?" Na mimi nikamuuliza kwamba, "Kwani wewe unanijua?" Basi akaangaliana na wenzake kama vile anashangaa. Nami nikamwona Festo anatabasamu kidogo. Nikaendelea kumpa huyu jamaa vya kwake, huyo alianza kunichokoza huyu. Betha sasa akawa ananipiga kwa ganja chake, yani kwenye bega langu, na kusema kwamba huyo ndo mwenyewe sasa. Usifikiri mimi nimemleta hapa kumpa tua, ana jambo lake kuwa hapa. Jamaa akasema kwamba jambo gani? Kuna kitu chochote kile hapa ambacho tunaweza kumhusisha mtu mwingine zaidi yetu? Huyu mwanamke anataka kutuletea balaa. Jamani, si hata nyinyi mnamuona ama? Huyu jamaa aliongea hivyo na kuelekeza hilo swali kwa Festo. Basi Betha akasema ya kwamba acha kashfa Sudi, unatumia neno mwanamke ili kunishusha hadhi, si ndio? Au bila mimi usingekuwa na hilo tumbo lako kubwa sasa hivi. Hebu naomba basi uheshimu uwepo wangu hapa. Naomba usiniletee dharau kabisa. Betha alimwambia hivyo jamaa. Sasa huyo Sudi ndiye aliyekuwa amechomwa sana na swala la Betha kunileta hapo. Naye akasema ya kwamba wewe ndio uache dharau bwana. Kwani kuwa na pati muhimu kwenye issue zetu ndio inamaanisha ni tukuangalie tu ukianza kufanya makosa? Umesahau leo tokea ulipomweka mume wako kwenye mambo yetu. Hivyo unataka kurudia historia tena? Jamaa mwingine akajaribu kumtuliza akasema kwamba Sudi, hebu tulia basi. Madam ana maana yake kufanya anachokifanya bwana. Msikilize kwanza ili ujue. Basi Sudi alifoka akasema kwamba hakuna bwana. Hatuwezi kukubali hapa mipango yetu vurugike. Tena kisa tu kuacha mtu alete vitoto ili kuviweka kwenye mambo ya wakubwa bwana. Hapana bwana. Sasa huyu jamaa vipi? Mbona anakuwa kama chura Concord vile? Nilimuuliza hivyo Betha. Sasa na hapo tulikuwa nimemsogelea karibu zaidi. Betha akasema kwamba yani ile jamaa kali pumbavu tu. Betha alisema hivyo kwa kuudhika. Sasa Sudi akauliza kwamba unasemaje wewe dogo? Nikamgeukia na kuanza kukunja mikono ya shati langu kuelekea kiwiko. Nikamwambia kwamba unataka kujua utoto wangu uko wapi, si ndio? Basi simama nikuonyeshe. Jamaa akasimama kwa hasira, nami nikasimama pia. Nilikuwa naonesha ubabe wa aina ya juu ili watu wa umu wasifikiri kwamba nilitembea tu yani nyuma ya mgongo wa Betha. Na baada ya kusimama hivyo, Sudi kitambi bwana akatoa bastola kutokea nyuma ya kiuno chake na kuinyosha kunielekea. Betha alifoka akasema kwamba we Sudi. Festo aliendelea kutuangalia huku akicheka kwa pumzi tu. Ikionekana alifurahia sana drama hiyo mbele yake. Nami nikaendelea kusimama hapo hapo huku sasa nikimtazama Sudi kitambi kwa hasira. Betha akanyanyuka na kutoa bastola kutokea kwenye mkoba wake, naye pia akamuelekezea Sudi. Mapigo yangu ya moyo alidunda. Hii ilikuwa sehemu hatari sana ise. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kila mtu ana bastola. Nami mpaka nikajiuliza sijui hawa watu walikuwa wanatoa wapi hivi vifaa vyao hivi. Yaani mimi sikuwa hata na wazo la kwamba Betha alikuwa na bastola mkobani. Sikuwa nalo. Ndio maana kumbe hata hakukaguliwa pale mlangoni wakati tunaingia. Hawa watu walimiliki sehemu sio poa. Bastola bado zikiwa sasa hewani na hisia angani. Mwanaume mmoja aliyekuwa amelewa kiasi akasema kwamba simtusuane tu bana. Nimemiss kuona damu. Betha akasema kwamba mwambie jaribu aone namna nitakavyompasua utumbo wake huo na kumpa utafune. Basi mwanaume mwingine akasema kwamba
Jamani, sisi hapa ni familia bwana, mambo gani mnafanya? Sudi akasema kwamba yani huyu mjinga huyu asiyenijua ndo anathubutu kunitukana mimi Sudi alisema hivyo sasa bado akielekezea bastola yake kwangu. Sasa mwingine akasema kwamba bwana hajakutukana bwana, amekwambia unyanyuke mpigane. Sasa wewe hujafikiria kupigana, wewe umekimbilia vyuma bwana. Beth akasema kwamba na ndo nasema hivi, ajitoe akili apige hiyo risasi, ataelewa kwa nini Twaha Kiduku hanyuagi punk. Beth alisema hivyo kwa mkazo. Festo akacheka kidogo, naye akajisawazisha na kusema kwamba Sudi, weka silaha pembeni. Jamaa akaendelea tu kuninyoshea mguu wa kuku huku sasa akinitazama kama vile yani alikuwa anajua ningekuja kwa snitch hivi. Asa Festo akavuta glasi yenye wine na kusema kwamba usitake nirudie kukuambia kwa mara ya pili. Kisha akainywa wine yote. Asa Sudi akashusha mkono wake mnene huku sasa bado akituangalia mimi na Betha kwa chuki. Naye akakaa kwenye sofa. Betha akaachia msonyo mrefu na kushusha bastola yake pia. Naye akasema kwamba ulikuwa unafikiri nini kwamba angekimbia au? Huyo sio mwepesi kama vile unavyodhani. Kama ungekuwa mwanamume kweli usingechomoa bastola. Mtu amekuomba mpigane alafu unakimbilia bunduki. Lioga tu. Ulikuwa unajua ungefumuliwa. Festo akasema kwamba Betha, basi inatosha, naomba mkae. Festo alituambia hivyo. Betha akawa wa kwanza kurudi ukaa. Nami nikakaa pembeni yake huku sasa bado nikiwa natazamana na ule bwege. Wanaume wengine wakakaa kwa njia makini zaidi. Na huyo Sudi akaanza kuvaa kaushi nyeupe. Festo akasema kwamba wote tumekamilika sasa. Ila madam mmechelewa mno. Usingizi ushaanza kunivuta ise. Festo aliongea hivyo. Alikuwa na sauti fulani hivi yani kuu na ya mamlaka. Yani ilidhihirisha wazi kwamba aliridhika na chochote kilichofanya maisha yake yawe yake. Beth akamwambia kwamba usingizi wapi Saido wakati mimi nimekukuta hapo unapagaishwa macho tu hapo bwana. Festo alicheka kidogo tu kwa pumzi. Beth akasema kwamba kulikuwa kuna jam sana, afu designer wangu alichelewa pia kutuletea alistopishwa sentence yake. Na Sudi ndo aliyemstopisha sentence na Sudi akasema kwamba sisi hatujia leo bwana. Wewe tufanye ya maana hapa tuondoke. Beth akamkata jicho la sira. Kisha akaigiza kukohoa na chini ya pumzi yake iliyotoka akawa sasa nini kama amemtukana huyo Sudi. Lile tusi kubwa yani kuelekea mama ya huyo jamaa ndo lililotukanwa hapo. Mimi nikabana kicheko tu lakini kikaniponyoka pwani. Na huyo Sudi sasa akawa ananitazama kwa hisia kali. Eti haiwezekani. Asa Festo akasema kwamba wao vizuri sana. Muda umeenda. Tutakuwa vizuri madam ukituambia proposal mpya uliosema unataka kuweka mezani. Tunakusikiliza. Betha akairudisha bastola mkobani na kisha kuwatoa yale madawa niliyokuwa nimetengeneza. Naye akamrushia Festo moja na zile zingine kwa wanaume wengine watatu. Basi mmoja akauliza kwamba hii ni nini? Moli au? Sudi Kitambi akasema kwamba hii sembe hii bana. No, hiyo ni cocaine. Lakini kama unavyopenda kuita special cocaine. Beth alisema hivyo. Mwanaume mwingine akauliza kwamba wewe umezinunulia wapi? Beth akasema ndio hicho Farao, sijanunua, nimetengeneza. Beth alisema hivyo. Wengine wakabaki kumtazama kwa makini. Beth akamwambia kwamba katika kipindi chote toka tumeanza hii business, sidhani kama mmewahi kukutana na cocktail kama hizi. Mnaweza kuonja alafu mnisimulie kidogo. Beth aliwaambia hivyo. Wengine walionekana kutokumuelewa na kuanza kuziangalia tu dawa hizo, lakini Festo alikuwa ni mtu wa vitendo zaidi. Akatoboa kifuko hicho kwa kidole chake kimoja na kukiingiza mpaka ndani, kisha sasa akakichomoa na kukisogeza karibu na pua yake, akiangalia unga huo kwa umakini. Ailamba kidogo huku sisi wote sasa tukiwa tunamwangalia. Naye akatulia na kututazama tena kwa njia ya kawaida. Kisha akaangalia juu kiasi, alafu akafumba macho yake na kuyafumbua kwa kurudia rudia. Naye Madam Beth akacheka kidogo kwa kujivunia kuona namna ambavyo hali ambayo jamaa anaipitia. Asa Beth akasema kwamba umeona mziki huo? Sekunde 2 nyingi tu isha kugonga tayari. Basi Festo akawa anaiangalia dawa hiyo kwa makini. Naye akasema kwamba hii iko bomba sana. Beth akasema kwamba pigia mstari. Wale wanaume wengine waliorushiwa sasa hizo dawa nao pia wakatoa na kuonja.
na ikawa wazi kwamba walipagawa haswa, maana walidumbukiza nyingi sana mdomoni. Sasa yule ambaye aliitwa Farao na Betha akasema kwamba halo, hii kitu mbona kali mno, aise kudadeki, yani mpaka raha aise du. Farao alisema hivyo. Mwingine akasema kwamba aise huu ndo unyama sasa madam, aise umepata patia ile mbaya. Nikaona jamaa mwingine anaanza kama kusinzia hivi na shingo kuregea kabisa, naye Betha akamuonyeshia kwa kidole huku sasa akicheka. Huyo jamaa akasema kwamba kitu swafi kabisa bwana. Aise honiga, inaonekana wameziboresha sana Betha akasema kwamba nimewambia hizo nimezitengeneza, sio kwamba kuna mtu ametengeneza, no, nimezitengeneza. Mmoja wake uliza kwamba nini umezitengeneza? Betha akapitisha mkono wake begani kwangu huku akiniangalia kwa kujivunia, naye akasema kwamba benteni wangu ndio katengeneza. Wengine wakanitazama usoni, naye Festo akawa sasa ananitazama kwa umakini pia. Farao akasema kwamba kutengeneza, yani sio kwamba eti katoa sehemu fulani hivi market, ila katengeneza yeye mwenyewe, si ndio? Mimi nikaona nimjibu huyo Farao, nikasema kwamba ndio. Festo akaniuliza kwamba kivipi yani? Ni made pamoja na chemo mixture na separation process, kwa hiyo ni kemia tu. Nilimwambia hivyo. Sasa Festo akarudi kuangalia madawa hayo tena. Akauliza mmoja wa wale wanaume ya kwamba bwana hivi kumbuko na fundi? Betha akasema kwamba nafikiri anatembea na wazembe. Tito. Basi huyo Tito akanisemesha akasema kwamba hata mimi naona, ila wewe sio kwenye kemia tu mdogo wangu, si ndio? Nahisi mpaka kwa bedi unambinua sana huyo bibi kiufunde, au sio? Tito alisema hivyo. Nikamwambia kwamba haichomoki yani, kwa hiyo siulize. Betha akacheka kidogo kwa pumzi, naye akamwambia Festo kwamba nipase na mimi basi, nishazimisi. Basi Festo akaninyoshia kimfuko chenye madawa, nami nikakipokea na kumpa Betha. Akachovya pia na kupitisha puani mwake, kisha akashusha pumzi ya mridhiko na kuniangalia kwa furaha. Tito akalamba madawa tena na kusisimka, naye akaniambia kwamba wow, I like you. Betha akamsonta kwa kidole chake kama ni kumpa kichwa. Sasa yule Sudi Kitambi akaongea akasema kwamba pointi haya yote nini? Aliongea hivyo, bado alikuwa amekaza tu, hakutaka hata kugusa madawa hayo, kisa nimeyatengeneza. Betha akamwangalia Festo na kusema kwamba Festo, hiyo ni kama sample tu. Chibu wangu amebunda hiyo kitu ndani ya wiki moja tu bila atakuwa na vifaa wala space ya kutosha. Sasa imagine kama hiyo procedure itapanuliwa kwa kuongezewa resource pamoja na muda. Unaona kile ambacho mimi nakiona? Festo akanaangalia kwa makini. Sasa Sudi akamuuliza Betha ya kwamba kwa hiyo unataka kusema nini? Yaani tumtegemee hawala yako ndio awe anatengenezea dawa? Ndio nini sasa yani? Tutapata faida kubwa zaidi ya tunayopata sasa hivi? Sudi aliuliza hivyo. Betha akamwambia kwamba kumbe akili yako bado ni ndogo sana Sudi. Mimi nakushangaa sana. Yaani sijui hata umeipeleka wapi ile uliyokuwa nayo mwanzoni. Festo kwa sauti tulivu akasema kwamba funguka zaidi Betha. Jamani, tumeshazoea kubeba mifuko ya zawadi kutoka nje. Tunaisambaza vizuri kwa mabosi mpaka kuwafikia wahuni kwa sababu tu tuna fence imara na wazungushaji wenye akili. Lakini bado hatulipo vile tunavyostahili. Maana yangu sio kwamba eti tuachane na njia zetu, hapana. Ila tu nataka tuongeze faida. Tunaweza kutengeneza pesa zaidi kwa kutumia kipaji kama hiki. Kwa hiyo koka mmeshazitumia sana. Lakini mmeshakutana na yote kama hii? Hakuna, si ndio? Huyo HB anajua. Fikiria sasa kama tutafanya kazi ya kutengeneza hivi vitu sisi wenyewe, vikaanza kutembea, tukavipa jina likakuwa. Unafikiri likishasambaa market watu watataka ya nje tena? No, watataka hii zaidi, cause ndio nzuri. Mifuko ya zawadi itatoka kwetu sisi wenyewe. Zaidi, yani labda tu faida itaongezeka mara 2 zaidi ya hii sasa. Na tutakuwa tunazifanya zote kwa pamoja. Sijui kama notices zimetoshea ubaoni jamani, au niongezee chaki? Betha alisema hivyo kwa ushawishi.
Festo akatazama pembeni akiwa kama anatafakari mambo. Sasa Sudi akauliza kwamba hebu subiri, yani unataka tuingize hii kitu nyingine tena ndani ya issue zetu? Si tutachanganya mambo Una hicho kiwanda huru cha kutengeneza hizi issue au unaongea tu? Sudi aliuliza hivyo. Betha kwa chocheza akasema hivyo unajua mtonyo wewe ama na wewe unaongea tu hizi ni visions yani ni kama za kutuongezea faida. Wewe kama umeridhika na ulipo tu ni wewe. Hii kwetu imetusaidia na tumefungua mahoteli, mabiashara na maklabu. Lakini tukijumlisha na hii HB wangu, sisi wote hapa tutamiliki mpaka estate kabisa. Festo, mimi unaelewa kabisa kwamba niko sahihi. Hili ni swala la kwanza kupangwa na kufanyiwa kazi ili matokeo yaje haraka. Msikilizaji, mimi hapo nilikuwa nimetulia tu nikimsikiliza kwa makini mwanamke huyo. Alikuwa na akili ya kufikiria mbali sana. Lakini mchecheto wake wote kuelekea mafanikio kupitia madawa ya kulevya ndio ambayo ungemwangusha. Alikuwa amesema mambo ambayo alinifanya nione kwamba hawa watu walikuwa na njia za kijanja sana za kuficha issue zao. Na ndio mimi kujiingiza huku kungenifunulia hizo njia ili niweze kuzifunua pia na kuharibia biashara zao. Hadi walikuwa wanajenga mahoteli na maklabu kwa kuharibia vijana wakati wao, yani ni kama wao walikuwa wanaingiza faida kwa kuweza kuharibia vijana kwa madawa ya kulevya. Hapa kweli nilijiona kuwa kama askari mpelelezi ali undercover, na kipawa nilichokuwa nimebarikiwa kuwa nacho kingeendelea kusaidia kunisogeza karibu zaidi na ushindi. So watu humo wakaanza kujadili kuhusiana na mawazo ya mwanamke huyo, isipokuwa Festo ambaye muda mwingi alikuwa akiniangalia tu na mimi kumtazama kwa makini. Yani kama macho yanayofahamiana hivi. Sasa mwishowe Sudi akatoa wazo, akasema ya kwamba sasa hapa tupige kura. Ni sisi watano tu, ila Mr. Festo, Madam na wewe JC, kura zenu hazitahesabiwa. Alisema hivyo. Sasa Beth akasema kwamba kwa nini Festo na Sistusi? Festo akamkatisha Betha kwa kumnyanyulia kiganja hewani, kisha akasema kwamba sawa, pigeni kura. Nani anaiunga mkono hii kitu ipite? Basi Tito, Farao na mwingine mmoja hivi wakanyanyua viganja kuonyesha wamekubali. Betha akatabasamu kwa kiburi. Festo sasa akasema kwamba ambao hawataki ipite, namba yenu imezidiwa. Kwa hiyo hii kitu imepita, lakini itakuwa ni issue yetu sote. Kwa hiyo sitaki matabaka. Unaeleweka? Festo alisema hivyo. Wengine wakaonyesha kukubaliana na hilo, ingawa huyo Sudi alikuwa gubu kali sana. Betha akamrushia Festo busu kwa mdomo wake na kusema kwamba love you too. Festo akaniangalia na kusema kwamba JC. Basi nikatikisa kichwa kuonyesha nimeitika. Akaniambia kwamba karibu kwenye klabu. Nikamjibu nimeshafika. Basi Farao akasema kwamba kijana mtata sana huyo. Farao alisema hivyo sasa akivuta cocaine puani, utafikiri yani makamasi yasioisha. Betha akamwambia kwamba wewe usipakie nyingi mno bwana, utashindwa kutoka huko. Festo akasema nafikiri kikao kimefikia tamati jamani. Basi twendeni, nadhani muda wa kulala sasa. Festo alisema hivyo. Betha akapiga miao na kusema kwamba ndio jamani, kweli bora kwenda kulala. Ukishashinda mechi ni vizuri sana kwenda kulala. Makolo waliopoteza wabaki kuvimbisha mashavu tu kama masharavu. Au sio HB wangu? Nitabasamu kidogo tu nikiwa naelewa kwamba alikuwa anamsema huyo Sudi Kitambi. Na wakati huyu jamaa alikuwa tu anakula 50 zake. Basi Festo akasema kwamba nipe namba yako JC, in case nikakuhitaji au ukanihitaji tutawasiliana. Basi Festo alisema hivyo. Alizungumza bila kuniangalia, akiwa busy na simu yake. Nami nilielewa kwamba hilo alilosema lilihusisha mengi zaidi tu, yani tofauti hata na haya ambayo umetuleta hapa. Kwa hiyo mimi nisema sawa. Betha akanambia kwamba effect yako nzuri sana HB wangu. Umeona mpaka mkubwa sasa amekuelewa? Nikatabasamu tu, kisha ndo nikaanza kumtajia Festo namba zangu. I say, hii yote hii. Festo baada ya kuwa ameitunza namba yangu kwenye simu yake, akasema kwamba tutaongea baadaye Betha. Umeshampanga kijana wako kuhusu 411 yetu? Betha akasema kwamba mengi bado sijamuonyesha,
ila ni mjanja na ni mtaalamu. Wewe nipe tu dakika 2 tu ni mzoeshe ruti zetu ndio uje kumtumia vizuri zaidi. Beth alisema hivyo. Walikuwa wanaongea kwa lugha ambayo yani walielewa wao vizuri. Na japo sikujua mengi sana, ila nilitambua hilo lilimaanisha mimi kwanza kufunzwa njia zao. Bao moja tayari kwangu. Festo akasema kwamba sawa, Ismail, fanyia kazi niliyokuambia. Kabla ya jua kuzama kesho niwe nimepata intel positive. Basi mmoja wa hao wanaume ambaye ndiye alikuwa Ismail bila shaka akatikisa kichwa kubali. Festo akatazama saa mkononi na kusema kwamba muda umeisha, tutaonana ikiwa muhimu tena. Madam, kudos kwa wazo jipya bwana. Beth akatabasamu na kutikisa kichwa kidogo kuonyesha kwamba amepokea sifa. Basi Festo akasema kwamba wengine endelee na kazi kwa umakini. Mkate uingie, maisha yaweze kusonga mbele. Jesse, na mkuu. Nilitika namna hiyo. Akatulia kidogo akiniangalia kwa utathmini. Kisha akasema kwamba nimefurahi kukujua leo. Mimi pia. Nilimwambia hivyo kwa sauti makini tu. Hiyo ilitolewa katika maana pana zaidi ambayo sidhani kuna mtu mwingine hapo angeweza kuitambua. Naye jamaa akawa wa kwanza kunyanyuka ili sasa aweze kuondoka. Betha akanyanyuka pia pamoja na mkoba wake, huku akiwa sasa anamtazama Sudi kwa mkazo. Na jamaa pia alikuwa amekaa bado sasa akituangalia kwa makini. Hii ilikuwa ni chuki binafsi tu. Nami pia sasa nikasimama kwa sasa nikilishikilia koti langu mkononi, na Betha yeye akawa ni kama anataniana na Farao na Tito ambao ndio walikuwa wenye urafiki kwake zaidi. Kisha akawarushia busu kwa ganja na kuanza kuondoka kwa sasa akivuta mdomo. Inaonekana wengine wangeendelea kutulia kwanza hapo ili waendelee kulewa kwa yale madawa. Kwa hiyo tuliotangulia kuondoka ikawa ni mimi, Madam na Festo, aka Drug Lord Festus. Huyu jamaa ndio alikuwa maana halisi ya maneno kwamba usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Isipokuwa tu kwa hapa, hata ndani ya jicho lake alikuwa ameona kwamba na mimi nilihusiana na maana ya hiyo methali. So, yale tufanye tujuane nje hii biashara yalikuwa ni ya huko nje. Hapa ni kwamba ndio ilikuwa mara ya kwanza kukutana na ingepaswa kubaki kuwa namna hiyo. Yale ya nje tungekutana nayo tu tena na kuyapitia. Na nafikiri hilo ndio lilokuwa lengo lake kuchukua namba zangu za simu. Afu nilikuwa nikiongeza marafiki na maadui tu, I say. Basi tukatoka ndani ya chumba hicho, na pale palipokuwa na unyama kama wote bado hapakuwa pamesinzia. Inaonekana kulikuwa na sheria kali ya kutokuwa ruhusu watu ambao hawakuhusika na hiki chumba waje upande huu. Na mlinzi aliyekuwa amekaa hapo bila shaka ndio alihakikisha hilo linatiki. Mimi niliweza kupita kwa sababu ya uso wa madam. Na nadhani hata wale wanawake niliowakuta wana dance humo ndani walipita kwa uchochezi wa timu hiyo ya Festo. Vinginevyo isingekuwa rahisi kwa mbuzi yeyote kuingia. Tulipotoka tukaanza kuelekea upande mwingine kabisa tofauti na ule ambao tuliingia nao. Njia ikiwa ndefu na yenye kupinda, kuta zikiwa zimekaribia kuibana miili yetu. Na hapo ni kwa sababu ya kukaribiana sana, ikionyesha kwamba hii sehemu ilikuwa ni pana mno huko chini. Kwa hiyo tulikuwa tunatembea huko, Betha akilalamika kuhusu namna ambavyo Sudi alikuwa anamuonyeshia dharau na kumwomba Festo afanye jambo fulani ili wenzao wote wamheshimu. La sivyo kuna siku angekuja kuatibua. Basi Festo hakuwa akiongea kabisa. Na mimi nilitulia tu mpaka tulipofika sehemu iliyoanza kupanda juu kama ngazi, lakini ikiwa ni barabara ya lami nyofu. Ndio tukatokezea sasa eneo la nje lililokuwa na magari yaliyoegeshwa. Yalikuwa ni magari 6 tu na ya kifahari. Nilipoangaza eneo zima nikaona kwamba tulikuwa upande mwingine kutoka kwenye lile jengo la kasino. Yaani lilikuwa upande wa pili wa barabara 2 za lami kutokea hapo tulipokuwa. Likionekana kung'ara tu. I say, hawa watu walikuwa ni wajanja. Jengo la kasino halikuwa sehemu halisi ya kukutanika kwa kundi lao, bali hiyo ilikuwa ni kama njia tu. Sikujua ikiwa wamiliki wa sehemu hiyo walijua kuhusu uwepo wa kikundi hiki na chumba chao maalum huko chini. Lakini sasa nilikuwa nimeelewa kwamba kundi la Festo lilitumia nyumba hiyo ya kamari kama ukuta wa kuficha sehemu yao ya mambo yao ya siri. Yani ilikuwa ni kama kuingia kwenye banda la kuku
alafu usijue ikiwa chini ya hilo banda kuna pango dogo la nyoka. Na walijitahidi ese. Yaani ilikuwa ni kama vile niko kwenye nyanda za wazungu hivi. Moja kati ya magari yale 6 ilikuwa ni ile Range tuliyokuja nayo. Nami nikaliona ile Kruger ambalo bila shaka lilikuwa ni la Festo. Tupokuwa sasa tunakaribia, akaja mwanamume aliyevaa kikomando fulani hivi, huku sasa akiwa ameshika bunduki nzito. Naye Festo pamoja na madam wakampatia 10,000, nafikiri ikiwa ni shukrani kwa kuwalindia magari yao labda. Anyway, hata sikujua. Akaanza kuambatana nasi mpaka kufikia kwenye gari hizo. Naye Festo sasa akamwambia tu Betha kwamba wangewasiliana maana alikuwa na uhitaji mkubwa wa kulala. Basi akapanda kwenye gari lake. Dereva wa madam alikuwepo hapo. Ikionekana kuwa huduma ya kumwendesha ilitakiwa kuisha wakati ambao madam angerudishwa hotelini kwake. Kwa hiyo naye akatufungulia mlango wa siti za nyuma, nasi tukaingia kama mabosi vile na gari kuianza safari. Betha yeye alionekana kuwa mwanamke aliyependa sana huu wadhifa wa kuwa kama boss lady, ila mimi sikufagilia sana hizi issue. Kwa wakati huu nilichokuwa na waza zaidi ni kuhusu kumwangusha huyu mwanamke. Tena kwa kuwa sasa alikuwa amenitambulisha kwa kundi lake, hiyo ingetakiwa kuwa na wingi sana. Yaani ni waangushe wote. Niliona kiwango fulani hivi cha usawa katika mambo, yani kwenye mambo yao, isipokuwa tu kwa Festo, ambaye kwa hapo alionekana kuwa kama sauti kuu. Bado nilitakiwa kujua namna njia za mitandao yao zilivyofanya kazi ili niwe na jambo kubwa la kumpatia Skari Ramadhani. Na nilikuwa mbioni kufikia huko, lakini kidogo angalau nilikuwa nimepata mwanga. Walitoa bidhaa zao nje kupitia njia fulani hivi za vificho ambazo ziliingizwa na kusambazwa kwa wanunuaji kupitia hilo soko aliloliita market. Kisha bila shaka waligawa na faida. Betha aliongelea fencing, aina fulani hivi upitishaji wa mambo haramu kama madawa hayo kupitia mtu aliyekuwa kama ukuta usioonekana wa kuweza kuyaficha vyema. Na nafikiri huyo mtu alikuwa ndio Festo. Yawezekana yeye ndio alikuwa fensa. Yaani alikuwa ni kama fensa mkuu kwenye kundi lao, ambaye aliunganisha hizi biashara kutoka hilo soko la giza mpaka kuwafikia wahuni na mabosi, watu wenye pesa yani. Kuzungukia nchini na labda hata nje pia. Halo. Hili lilikuwa ni bonge moja la homework. Niliendelea kukaa kwenye gari huku nikitafakari. Na nilihisi kichwa kikianza kunigonga kiasi. Nikielewa hilo ni kusababishwa na uhitaji wa kusinzia pia. Maana muda sasa ulikuwa na kimbilia kufika kwenye saa 10 hivi usiku. Kidogo tu majogoo angewika, yani ilikuwa ni kama nimetoka kwenye mkesha. Na mpaka kuja kufika huko hotelini, niliomba dereva asisinzie njiani. Kumwangalia Betha nikakuta amekomaa kuvuta madawa puani na mengine kuyalamba kwa mkupuo. Nami nikamwambia kwamba madam, inatosha sasa, fuata ushauri uliompatia Farao. Unaweza kujiumiza, kumbuka hata hujalala. Alivuta pua yake kwa nguvu na kuniangalia kama vile ana mafua hivi. Naye akasema kwamba ndio pointi yenyewe. Nataka hii kitu yani nipaishe mpaka nijisahau. Alafu lini, yani mimi na ndugu Namsa, lini nimemshauri Farao? Nishusha pumzi kiutulivu, kisha nikaangalia pembeni na kusema kwamba haya, koma. Kidogo tu mwanamke huyo akanipamia begani. Nami sasa nikamwangalia huku sasa, yani kwanza nilivyomtazama tu nikakuta amenegamia huku sasa, kidole chake kimoja kikiwa kimejaa unga. Macho yake yakiwa mazito mno. Akawa anajaribu sasa kuyapitisha madawa hayo puani kwangu, lakini nikayakwepa na kuzuia mkono wake usinifikie. Akasema kwamba oh come on, fly high with me baby. Nikamwambia kwamba mimi niliotumia natosha bwana. Akasema wewe umetumia muda gani? Mimi sio call bwana, mshika bwana. Nikamwambia acha basi madam, naomba acha basi, sijisikii. Basi akatulia na kuniangalia kama vile ameudhika. Naye akasema kwamba kwa hiyo hutaki si ndio? Nikaana muangalia kama vile nahisi kinyaa. Akaniuliza kwamba unaniangalia hivyo? Nishusha pumzi tu nikiwa na hisi hasira. Nami nikakishika ganja chake na kukiingiza kidole chake mdomoni mwangu. Nikaanza kukilamba kwa njia ya kisirani sasa, ni cha wazi kabisa ni kwamba nimekasirika sana. Kisha nikautoa mkono wake kwangu na kuangalia pembeni. Nilikunja sura yani. Na nilikuwa najihisi vibaya baada ya kuyala hayo madawa. Nami nikamsikia Betha akicheka kidogo. Akasema kwamba sasa je, HB wangu wewe ndo wa kweli.
Kisha kalaza kichwa chake kifuani kwangu na kusawazishia zaidi mwili wake kwangu ili nijitandaze vyema pia kumpa egamio. Nami nikajinyosha na kumruhusu alale. Akawa sasa ni kama anafinya upande mmoja hivi wa kifua changu kwa makucha yake sasa. Huko akisema ya kwamba nimekubali sana show yako pale Red Room. Na umeonyeshea kwamba wewe sio mzembe hata kidogo. Hasa huyo Sudi ni mjinga sana. Eti analeta yani nostalgia yangu na chazi ili sasa anidumaze kweli? Yaani ni mpuuzi sana yule. Msikilizaji, nilianza kuhisi kizunguzungu, kichefuchefu na miguu ikivutwa nguvu nyingi mno. Nami sasa nikaegamiza shingo yangu kwenye kichwa chake, nikihisi uvivu wa hali ya juu. Sikupenda kuvitumia hivi vitu kabisa, ni basi tu. Betha akaendelea kusema ya kwamba isingekuwa mazingira ningembamiza risasi ya kichwa huyo malaya. Yana anajifanyaga mjuaji sana. Eti umesahau wapenzi wako. Wapenzi unafeli. Nafeli nini sasa? Anajua maisha yangu huyo. Alishawahi hata kutoka na mwanamke wa hadhi yangu. Mimi na Chazi ni mimi na Chazi. Hawajui kwa nini yani bado niko naye. Na hayawahusu. Yule ni mume wangu. Najua nilipomtoa. Yaani mpumbavu sija hata najua nini yani pumbavu zake. Alafu HB wewe unajua sana. I say kuhusu kwenye lipsi unajua kuzitumia sija hata umejifunzia wapi Msikilizaji alikuwa anaongea kiuchovu. Yaani mpaka tu kusema yani neno labda pumbavu ilikuwa ni shida. Na baada ya hapo ndo akawa ametulia kabisa. Mimi mwenyewe nilikuwa na wenge kali kweli kweli. Hasa baada ya mwanamke huyu kunishurutisha nitie hayo madawa kwenye mfumo wangu. Nami nikamwangalia na kuona akiwa amepitiwa na usingizi. Kwa uzito niliokuwa na uhisi, I say, afu kitegemea bado ilikuwa ni mbali kufika huko hotelini, nikaona ni busara tu nikifumba macho ili muda upite na mengine angefuata nikishafumbua baadaye. Sijui hata zikawa zimepita dakika ngapi baada ya hapo, sifahamu. Lakini kilichofanya nifumbue macho yangu tena ilikuwa ni kuhisi mvuto wa kutembea kwa gari, kuacha na kusimama kabisa. Yaani ni kuhisi mvuto ni fulani hivi yani. Kwanza kulikuwa kuna kama kishindo hivi cha mlango wa gari kubamizwa kiasi kusikika. Nikajitahidi kufumbua macho na kuangaza vizuri zaidi mbele yangu. Kupaangalia nje kulinifanya nitambue kwamba bado tulikuwa barabarani. Nisijue ni maeneo yapi, lakini dereva wetu hakuwa ndani ya gari. Kumwangalia Betha bado alikuwa amelalia kwa usingizi mzito aliokuwa nao. Nami sasa nikaangaza huku na huko vyema zaidi na kupata kuona sasa jambo ambalo lilimfanya dereva wetu ashuke. Mbele zaidi ya gari hili lilisimama gari aina Defender likiwa wazi kwa nyuma. Nami nikapata kumuona huyo dereva akiwa amesimama pamoja na wanaume wawili maskari. Oho! Hilo lilikuwa ni balaa. Bonge moja la balaa zito. Nikafumba macho yangu kidogo tena na kufumbua. Na haikuonekana kama nilikuwa naota. Maaskari hao. Hawakuwa maaskari wa usalama barabarani. Ni wale ambao huwa wanavaa kofia fulani hivi nyekundu kichwani. Zilizopindia upande mmoja wa kichwa. Kudadadeki! Unajua kofia ambayo imepinda upande fulani hivi. Sasa kwanza nikaanza kujitahidi kunyanyuka, lakini ilikuwa ni mzito ile mbaya. Na Betha sasa kunilalia ndo kabisa kuliniongezea uzito. Nikajaribu pale kumwamsha, wapi? Hadi mate laini yalikuwa sasa yanadondoka kutoka mdomoni mwake. Nikaangalia tena hapo nje na kuona kwamba askari mmoja alikuwa ameanza kuja huku kwenye gari akishikilia bunduki hilo. Nami nikasema toba. Hakukuwa na muda wa kufikira Nikauchukua mkoba wa madam upesi sana na kutoa bastola na kifuko chenye cocaine, kisha nikaurusha kwenye siti na kuinama. Sasa kwanza pale nilifunua kanyagio la miguu upande wangu na kuvisukumia vitu hivi kwa upande wa chini, kisha sasa nikalifunika na kuweka miguu yangu hapo hapo. Huku sasa nikijikalisha tena kwenye siti kwa kumweka, yani ni kama nilimweka Betha aniegeme vile vile. Nikajifanya kuwa sasa ndio nimetoka usingizini kwa kufikicha macho yangu taratibu, huku mapigo yangu ya moyo yakifanya riadha.
Ni hapo hapo mlango wa upande wake Betha ukafunguka, nami nikatazamana ana kwa ana na Njemba iliyokuwa inaonekana makini kweli kweli. Alikuwa ni mwanamume mtu mzima mwenye mwili wa mazoezi, bila shaka kutokana na mafunzo yao ya kivita. Na yeye sasa akawa anaangalia mbinuko wa mguu wa Betha kwa jinsi sasa alivyokuwa amejilaza. Kisha kanitazama na mimi pia. Yaani hapa ni kama isingekuwa kurukishwa vichura, sijui. Nikajitoa akili na kumpungia jamaa mkono kiasi. Kisha nikasema kwamba habari ya kazi mkuu. Hakujibu salamu yangu na kuendelea kunitazama kwa umakini. Kisha ndo akasema kwamba mnafanya nini kutembea usiku wote huu? Kumradhi mkuu, tumetoka kwenye sherehe sasa tukachelewa kidogo. Ndio. Jamaa alinikatisha akasema kwamba kuchelewa kidogo. Hivi unajua sasa hivi ni saa ngapi? Basi nikaona yule dereva akianza kuletwa na yule askari mwingine. Nami nikamwambia huyu wa mlangoni ya kwamba najua muda umeenda na najua kuna sheria, ila imeenda tu nje ya uwezo wetu yani ni kwa sababu sisi tuna. Mlango wa upande wangu kufunguliwa ukakatisha maneno yangu. Nami nikawatazama waliokuwa nje hapo. Nikamsalimu askari wa aliyekuja hapo, nikamwambia kwamba habari za kazi mheshimiwa. Nilikuwa najikaza kiume. Huyo askari wa pili akauliza kwamba wewe ndio mmiliki wa hii gari? Nikasema kwamba ni usafiri wa kulipia kutoka makampuni. Basi yule dereva akasema ya kwamba bosi, tumesimamishwa kwa sababu ya kuwa barabarani muda ukiwa umeenda, ila nilikuwa najaribu tu kuelezea kwamba kuna hali zilizosababisha tukachelewa. Basi nilimkatiza nikasema ya kwamba haina shida, usijali. Nilimtuliza hivyo nikijifanya kuwa bosi kweli kweli. Yule askari wa kwanza akasema kwamba endelea na uliokuwa unasema. Msikilizaji, alafu nahisi alikuwa muhaya huyu jamaa. Ndio, yani tunaishi huku Sinza. Sherehe ilikuwa pale Kigamboni na ni mwendo mrefu kama ujuavyo. Ugeni wetu ulikuwa rasmi, kwa hiyo tulitegemewa kukaa mpaka mwisho. So ndio hivyo. Askari wa kwanza akauliza kwamba huyu ni nani? Alielekeza swali lake kwa kunionyeshea Betha. Nami nikamwambia kwamba mke wangu. Akauliza kwamba amefanyaje, mbona yuko hivi? Aliuliza hivyo. Nikamwambia kwamba ni uchovu tu, amekunywa nini, kwa hiyo hapo yupo ndotoni. Basi yule askari wa pili akasema kwamba nionyeshe vitambulisho vyako. Nikaitoa wallet yangu kutoka mfukoni mwa suruali, kisha nikapekua na kuvichomoa vitambulisho vyangu viwili, kimoja cha utaifa, kingine cha kazi, nikampatia. Yule askari wa kwanza akafanya kitu ambacho nilikuwa nimehofia zaidi mwanzoni, baada tu ya yeye kuingiza mkono wake ndani ya gari na kuchukua mkoba wake Betha. Kisha akaanza kutafuta ndani yake, kijasho ambacho kilinitoka. Niliombea tu asikute fuko lingine la unga, ama hapo ndio ingekuwa mwisho wa safari. Yule askari wa pili akasema kwamba wewe daktari kumbe? Muimbili Nikamwangalia na kutikisa kichwa kubali. Akauliza tena kwamba mnakaa wapi? Tuko hapo, sio mbali na makumbusho, tuna apartment ya Royal Village. Nikasema hivyo kwa kujiamini zaidi. Akauliza kwamba ile hoteli kubwa? Nikajibu ya. Msikilizaji, nilitengeneza mazingira ya kuonyesha kwamba tulikuwa na hela sana. Na yule askari wa pili akanirudishia vitambulisho vyangu. Sasa nikamwambia kwamba sasa niombe radhi kwa mara nyingine tena, najua hii haifai na mnatimiza wajibu wenu kutulinda. Sema inabidi hata niwape pole usumbufu, maana mnapiga kazi sana. Niliongea hivyo sasa nikiomba kwa ishara kumwelekea askari wa kwanza kuwa anipe mkoba wa Betha, na akanipatia. Sikuwa na uhakika kama kulikuwa na pesa, lakini nikatafuta na kukuta kuna kakibunda ka $100. Shukrani sana kwa Mungu. Nikaifungua huku sasa nikisema ya kwamba sio mbaya mkiendelea kupiga kazi na kakitu kuwapa boost kidogo baadaye, ili hata muweze kutazama mechi ya watani wa jadi, au sio? Nikamnyoshia askari wa kwanza 50,000 na akazipokea kwa kusema ya kwamba huo muda tunaopata wapi sasa? Alisema hivyo kwa kucheka. Nikajichekesha pia, utafikiri hata alikuwa ametoa utani mkubwa zaidi ya vituko vya Joti. Si unajua tena wahaya kwa sifa. Nikampa na yule askari wa pili 50 pia,
na akazipokea kwa kusema kwamba hii tuiteje, rushwa au? Faini hiyo mkuu, nimewakosea na tena amenikuta vibaya, yani ilitakiwa kutoka kubwa zaidi, na nimemchomolea huyu ya kwake. Kwa hiyo mnajua tu tukifika huko akaamka ataniwashia moto. Niliwaambia hivyo, wakacheka kidogo. Mibichwa sasa ikawa imewajaa. Askari wa pili akasema kwamba haya bwana, wewe ingia tu kwenye gari waishe huko. Askari wa pili alimwambia hivyo dereva wetu sasa, akimrudishia kadi iliyoonekana kuwa leseni yake. Dereva na suti yake huyo akazungukiwa yani mpaka upande wa usukani. Hapo ilikuwa ni saa 10 hiyo. Askari wa kwanza akasema kwamba kuweni waangalifu next time. Wengine sio waelewa sana. Ningefanya tu hata kulala huko kwenye sherehe. Nikasema kwamba imeeleweka mheshimiwa, sema tu na masuala ya kazi, si unajua tena. Nikaona kurudi home muhimu kwa ajili ya kesho bwana. Na tena sio kesho, ni leo. Basi wakacheka kidogo tena, na yule wa pili akasema kwamba haya, nendeni sasa, lakini huyo akiamka akauliza pochi yake imeenda wapi, usije utamwambiaje? Nitamwambia tu nilinywea wine. Lakini nyonga sawa tu. Nilisema hivyo kama nisijali. Wakacheka na kutikisa vichwa vyao, kisha ndo wakanitakia safari njema na kutuacha tuondoke. Mwendo ulipoanza tena, dereva akawa sasa amenisimulia kuhusu namna ambavyo maskari hao walimsimamisha na jinsi ambavyo hali hiyo ilimfanya ahisi hasira kutokana na kutokuona jambo lolote lile baya tulikuwa tumefanya. Nami nikamwambia tu haikuwa na haja ya kuangalia tena kisa hicho, maana ilikuwa ishapita. Nikamwambia tuwe makini asije kutupitisha njia yenye watu wa namna hiyo tena. Basi tukaipita Shekilango, na sijui ni kwa nini tu alikuwa amezungukia mpaka huko. Ila labda ndio ilikuwa kufuata agizo la kupita sehemu ambazo tusingesimamishwa na yeyote tena. Kwa hiyo akachanganya njia ya hapa na pale mpaka tukalifikia jengo la hoteli ya Royal Village. Nilikuwa nimechoka. Tukawapita walinzi getini na kuelekea mpaka maegesho, na jitihada sasa ya kumwamsha Betha ikagonga mwamba kwa sababu alikuwa mbali mno kiusingizi. Hivyo nikaamua sasa kumbeba tu mikononi, na kufikia wakati huu tayari nilikuwa nimesharudisha bastola na yale madawa mkobani mwake na kufunga vizuri tu. Dereva akasaidia kubeba vitu vyetu na kutusindikiza mpaka kufikia kwenye lifti, nasi tukaanza kuelekea gorofani mpaka tukaingia chumbani kwake madam kwa msaada wa jamaa nilipomuongoza kutumia kadi ya kufungulia mlango wa kuingilia ndani hapo. Kwa nikamlaza mwanamke huyo kitandani, na inaonekana dereva huyu alikuwa akifikiri mimi ni mume wake Betha kikweli. Kwa hiyo mpaka sasa alikuwa akiniita boss. Hatimaye akaaga, ikionekana kuwa huduma yake ndio ilikuwa imefika mwisho, na nadhani tayari alikuwa ameshalipwa na Betha, labda kupitia njia fulani ya kampuni jamaa aliyofanyia kazi. Kwa hiyo akatuacha, nami sasa nikafunga mlango na kutazama muda. Ilikuwa ni saa 11 alfajiri. Na kikweli hapa sikutaka kujali kingine tena. Nikavua ushenzi wote aliokuwa amenivalisha huyo mwanamke na kuzima taa, kisha nikawasha kiyoyozi na kwenda kujitupia kitandani hapo. Yaani ni pembeni tu ya madam. Muda haukupita mwingi sana, usingizi ukawa umenibeba pia. Nimekuja kuamka asubuhi nisiofahamu muda wake, na tena hata nisikuwa na uhakika ikiwa ni asubuhi. Macho yalikuwa ni mazito mno, usingizi bado ukiendelea kuyatongoza tu ili afumbe na kulala tena. Lakini nikajitahidi kutulia kwanza na kufukuza usingizi kistaarabu. Matukio yote usiku uliotangulia yakacheza vyema tena kichwani kwangu. Nilikuwa nahisi kiu kikali sana na njaa. Na hivyo vitu viwili ndio vilifanya nihisi uchovu mzito hata kusema kwamba ninyanyuke kwenda kutafuta maji. Na ndio nikawa sasa nimegeukia upande wa pili wa kitanda na kumuona Madam Betha akiwa amelala bado. Sura yake nyeupe ya Rose ndauka ilitazama upande wangu bwana. Akiwa amelala kwa ule mtindo wa chali, huku sasa mguu mmoja akiwa sasa ameukunjia usawa wa kiuno kwa kujiachia tu. Hii sasa ilifanya taganu lake ambalo lilikuwa na mpaso matata lile limebaki wazi kidogo. Basi mimi nikajigeuza vizuri na kumtazama kwa makini. Alikuwa amelala tu kama amekufa. Nikaona ngoja niachane nayo tu na kujinyanyua, nami sasa nikakaa na ikanyagisha miguu yangu sakafuni. Na baada ya hapo nikaichukua simu yangu kutoka kwenye meza ndogo yenye taa pembeni. Nikiwa sasa niliweka hapo kabla sijajitupia kitandani ile alfajiri. Na ndo kutazama muda nikakuta ni saa 6 mchana, siku ya Jumatano. Nilikuwa nimekuta wapendwa wangu wengi wakiwa wamenitafuta,
wa huku nilikotoka na kule Mbagala, na ujumbe wa salamu kutoka kwa yule Itsam ndio ulionifanya nitabasamu baada ya kukumbuka kile ambacho Betha alimwambia jana. Kwa sababu kipindi tupo kwenye gari Itsam bwana alinipigia simu kuongea video call. Sasa Betha alivyoona hivyo alipata wivu, ni kama alimtukana hivi. Kwa hiyo nikamtumia ujumbe wa salamu pia, kisha nikaweka simu pembeni. Nikasimama na kuelekea kwenye dirisha la upande mmoja, kubwa kweli kweli. Nami nikasogeza pazia kiasi na kuangalia nje. Kutokea hapo juu niliweza kuona pande tofauti za jiji, watu, majengo, magari. Nilitambua kwamba mvua ilikuwa imenyesha kutokana na ardhi zenye lami kuloana na mawingu kuwa mazito. Jua likuonekana pia. Nikaanza kusikia sauti za miguno kutokea nyuma yangu baada ya kusimama hapo kwa sekunde chache. Nami sasa nikageuka na kumuona madam akiwa sasa anajinyoosha na kuviringika hapo kitandani mpaka kufikia upande niliokuwa nimelala mimi. Lakini alikuwa anaendelea tu kuviringika kuelekea mwishoni kabisa. Nami nikakimbilia hapo ili sasa kumwaya asije kuanguka. Yaani ilikuwa imebakia kidogo tu apigize kisogo chini. Ila nikaa sasa nimemdaka. Na nafikiri mshtuko wa jambo hilo ukafanya amke. Akawa ananitazama kwa kutokuelewa yani nini kinaendelea. Nami nikamsaidia kurudi kitandani tena sasa nikimwambia alikuwa karibu kudondoka. Akajilaza chali tena na kukandamiza pua yake kwa vidole huku sasa akifumba macho kwa mkazo. Nami pia nikaona nijilaze tu pembeni yake. Nikasa nimeangalia juu tu nikiwaza kwenda kuoga kisha niondoke hapa. Lakini ingekuwa ni muhimu kwanza kusikia propaganda za huyu kiumbe. Inaonekana alikuwa anajisikia ovyo tu. Nami nikamuuliza ikiwa kuna chochote alihitaji. Cha kwanza kabisa alichotaka ilikuwa ni kujua kwa nini nimelala pamoja naye kwenye kitanda chake. Na Doto alikuwa wapi? Mimi nikamwambia sijui habari za Doto, lakini kuhusu kwa nini nimelala hapa, nikamuelezea kila kitu kuanzia wakati alipolewa sana mpaka tukakutana na maskari na kufika huku hotelini alfajiri ya saa 11. Ainaangalia kwa mkazo sana, asielewe kwa nini haelewi. Akajilaza kwa ubavu ili sasa aniangalie vizuri zaidi. Nami nikamtazama pia kwa kujiamini, ingawa nilielewa alitaka kuanza kuangusha mabomu yake. Yaani ukawapatia 100,000 kabisa? Hivyo na akili au matope. Kwa hiyo ulitaka sasa nifanyaje? Wale walikuwa ni FFU, sio migambo. Ndio wapatia 100,000. Hivyo wewe natoka lini FFU wakakubali rushwa? Walikuwa ni mashoga au? Mimi sijui bwana. Ilikuwa tu ni bahati angekewa. Ama umeichukua hiyo pesa, alafu unawasingizia tu wao FFU. Sasa mtafute dereva wako wa jana akusimulia yeye mwenyewe. Mimi sio boya kama unavyonifikiria. Wewe dogo, mbona unizingua mapema sana? Tumia akili yako vizuri basi sometimes na wewe naye bwana. Nilimwambia hivyo kwa kuudhika. Akaniangalia kwa umakini na kuuliza kwamba unamaanisha nini? Wale polisi sio wa mchezo bwana, sawa Kwanza walikuwa wameshashika mkoba wako kupekua. Wangetusondeka kwenye defender, ingekuwaje? Haya, ungepimwa wakaona unakula unga, je, ingekuwaje? Ile bastola wangeiona, wangetushusha pale pale. Wewe ulikuwa mawinguni madam. Kwa mimi nilihitaji kuact faster ili wasitutoe mle. Sasa hivi yani ingekuwa ni story nyingine hapa. Niongea hivyo kwa mkazo. Akawa ananitazama kwa makini, kisha akafanya ile cheko ya pumzi kusasa midomo akikunja. Naye akasema kwamba kwa hiyo ndio umekuza sauti sasa. Ama eti hero. Ni lazima mpaka useme hivyo kwani? Si uniambie tu asante. Asante ya nini sasa? Wakati umewapa hela yangu. Kwani hawalipwi? Na utairudisha bogas wewe. Mimi nilikuwa nimeipangia mambo mengine alafu wewe yani uje tu wapatia wajinga. Sasa madam, kweli 100,000 tu? Yaani unanilalamikia kwa sababu ya 100,000? Wakati unajua kabisa yani nitakutengenezea mamilioni kabisa. Wewe ni kama unanionea. Ni mambevu kwa kujiamini. Akabaki kunitazama tu kwa midomo yake ikikunjamana kwa njia ya kuzuia tabasamu lake lisionekane wazi. Lakini najua alikuwa akifurahi sana. Nikakunjia mikono kifuani na kutazama juu. Naye ndo akacheka kidogo na kushusha pumzi kwa sauti na kusema kwamba watu wengine ni wakuda tu. Hawakuona magari mengine ya kusimamisha ila wakaona walisimamisha la kwetu tu. Alisema hivyo, mimi nikabakia kimya. Akanitazama usoni na kuuliza kwamba vipi, umekunywa chai? Itokea wapi sasa? Mimi ndo nimeamka hapa sasa hivi. Na sasa hivi ni saa 6. Ngoja nijimwagie alafu nisepe. We, unaenda wapi? Mimi naondoka, naenda nyumbani. Nasikia njaa. Hivyo wewe, mbona una mashauzi sana?
mbona uko umekaa hapa huo muda wote? Kama ulikuwa unasikia njaa sana, kwa nini ulikuwa umeendelea kukaa hapa? Mimi nilikuwa nataka kuhakikisha kwamba naondoka nikikuacha upo sawa. Sasa hivi umeshaamka, uko vizuri, kwa hiyo mimi ndo naenda. Nimwambie hivyo kistaarabu tu. Alibaki akiniangalia kwa macho yenye utulivu kiasi. Nisijue ni sehemu ipi ya maneno yangu ndio alikuwa anaitafakari. Nikajikalisha na kuashiria kutaka kutoka kitandani. Sasa nikisema kwamba utanisamehe kwa kulala kitandani kwako, lakini sipendi kulala chini. Ngoja nikuache tu bwana. Msubiri. Alinikatisha na kushika mkono wangu kabisa. Nikamwangalia usoni. Kaa hapo tulia. Aliniambia hivyo. Alionekana kuwa makini zaidi wakati huu. Sasa ule umadam ni kama umerudi sasa. Nami kweli nikaona nitulie kumsikiliza. Akageukia kule pembeni na kuchukua kimkono cha simu ya mezani, kisha akakiweka sikioni na kubofya namba 3 tu. Baada ya sekunde chache akaanza kuongea na mtu fulani, akimwambia anahitaji huduma ya vyakula vitamu kwenye chumba namba 101. Kisha ndo akairudisha simu mahali pake. Akanitazama na kusema kwamba huo unaacha kujiendekeza na wewe bwana. Vitu vingine sio mpaka uanze nataka kuondoka. Si unasema tu kwamba uletee chakula, wewe vipi? Anaongea kwa njia ya michambo na kunitazama kwa mkazo wa kiutani. Nami nikatazama tu pembeni bila kutabasamu wala nini. Akajinyanyua kutoka kitandani na kusimama karibu na kitanda. Nami nikamtazama machoni na kukuta ananitazama pia. Tulikuwa tunapeana utizami makini sana. Sasa Betha alisimama na kuondoa nguo zake, nadhani alikuwa anajiandaa kwenda kuoga. Alafu kwanza nafikiri Betha alikuwa na makusudi aliyokithiri sana. Alianza kutembea kuelekea upande wenye mlango wa kioo kizito. Ilikuwa ni bafuni bila shaka. Ni alitembea taratibu huku sasa akifungua ile nguo ambayo ni kama ilikuwa na kikamba hivi upande wa mgongoni mwake, kisha akaitupia chini. Mimi nilikuwa nimeshaanza sasa kuvimba bila kupenda, japo sikuona hata upande wa reception yake pale ambapo Maembe yanakaa, lakini ndio hivyo. Alipofikia huo mlango, akaondoa nguo zake zote sasa huko akiwa amebana miguu yake kwa uangalifu ili sasa nisiweze kuona mengine zaidi. Akaingia bafuni kuoga. Msikilizaji, hayo yote alikuwa ni majaribio ya huyu mwanamke ili kuona akili yangu inafikiria nini zaidi. Na mimi nilihitaji, yani kwanza nijitahidi sana kuituliza akili yangu ili isifikirie vitu vya hovyo zaidi. Maana mwisho wa siku mambo yanaweza kaa 5G. Basi alipotoka alikuwa amejifunika kwa taulo fupi tu kutoka kifuani na alikuwa amezivalisha nywele zake kimfuko fulani hivi cha kuzuia zisiguswe na maji. Naye akasema kwamba anaweza kwenda kuoga sasa. Alikuwa ni kama ameshapotezea kila alichotoka kufanya muda mfupi nyuma. Nami kweli nikaelekea bafuni kuoga. Damu ilikuwa inanikimbia kweli. Na hapo ni kwa sababu ya njaa. Nami nikawa nimemaliza kujikausha maji kwa taulo nyingine, kisha sasa nikajifunga hiyo yoke unaona na kutoka. Nikakuta kukiwa kuna mtu mwingine ndani hapo, mwanamke tu ambaye ni mhudumu wa vyakula hotelini, ambaye alikuwa ameleta vyakula vya ukweli na chai za chocolate kama vile ni bado ilikuwa ni asubuhi. Wakati huu Betha alikuwa amekaa kitandani akiwa sasa amevaa nguo ya taulo tu. Na hata upande wa nywele pia kulikuwa kuna kama kataulo fulani hivi kamezifunika nywele zake. Na mhudumu huyo alikuwa amesimama pembeni yake akiwa sasa ameshika kifaa cha kielektroniki cha kupokea pesa. Yaani Betha akawa amempatia kadi yake ya benki na huyo mhudumu akaipachika tu hapo kwenye hicho kifaa ili sasa kivute hela ya malipo kwa ajili ya chakula. Huyo mhudumu aliponiona na kuja upande wao nikiwa sasa hapo sasa ni kifua empty, akaendelea tu kuniangalia. Nami nikamsalimia katika vizuri tu. Nami nikafika hapo kitandani na kukaa upande mwingine karibu na pale chakula kilipowekwa. Nikiwa na jali zaidi 50 zangu. Nikashtuka kiasi baada ya Betha kufoka kwa sauti ya juu. Akiwa sasa amempigia kelele huyo mhudumu kuwa aache kuzubaa na aendelee na kazi zake. Nikawaangalia wote na kukuta huyo mhudumu akiwa sasa ameanza kusukuma katorori kake kubebea vyakula sasa akiniangalia mara kwa mara. Naye Betha akasonya tu. Inaonekana dada wa watu alikuwa amezubaa kuniangalia mpaka Betha ndo akampigia huo mwana. Nami nikaendelea kumtazama tu mpaka alipondoka maskini. Nikamwangalia Betha ambaye alikuwa akinitazama kwa macho yenye kukera. Nami nikacheka tu kidogo kwa pumzi na kuangalia pembeni. Haikuwa muda mrefu baada ya hapo nasi tukaanza kula kwa pamoja, ugali mzuri, nyama ambazo zimeandaliwa kwa uzuri sana, mboga mchanganyiko zilizokaangwa, sausage, chai ya kupashia matumbo mwanzo nini, pamoja na maji ya kunywa. Mimi nilifikiri huyu mwanamke alishindia madawa tu, lakini kumbe alijua nini maana ya mlo pia.
Hatukusemeshana kwa lolote tena mpaka tuliposhiba kabisa. Ndo nikampa shukrani na kuanza kuvaa nguo zangu nilizokuja nazo jana. Akawa busy tu na simu yake, akiwa hajamuulizia Doto tena. Nami nikaweka vifaa vyangu kwenye begi na kulibeba. Kisha ndo nikamuuliza ikiwa kuna jambo lolote alitaka nifanye kuhusiana na zile issue zetu. Nikiwa hasa na maanisha kutengeneza madawa mengine. Alichoniambia ikawa ni nenda tu nitakwambia. Nami huyo nikageuka zangu na kunyosha njia. Hata hakuwa akinilipa, ila sio mbaya, maana nilikuwa nimeshajazwa matumaini ya kuja kumtoza malipo makubwa sana kwa kukomesha maovu yake, na angelipia bila kupenda. Basi bwana, ili nichukua kama masaa karibia 3 hivi kabisa kutokea huko kwa Madam Betha mpaka kuja kufika kwa Ankia. Nilipoondoka hotelini pale, nilichukua usafiri wa bodaboda mpaka kwenye kituo cha mabasi ya mwendokasi ili nielekee Muhimbili kwanza. Nilikuwa na lengo la kwenda kurudisha vifaa nilivyochukua hospitali pamoja na kumuona Latifa. Lakini pia nilitaka tu kuonana na Daktari Roshan ili nizungumze naye kwa machache. Hayo machache yalikwenda kwa jina la Mariam. Nilitaka nimuelezee kwa ufupi kuhusu maendeleo ya binti ili anipe mawazo zaidi juu ya mambo ambayo ningeweza kuboresha katika zoezi langu la kumsaidia binti. Nami nilitekeleza hilo baada ya kufika hospitalini hapo. Latifa ndiye aliyekuwa mlaji wa muda wangu zaidi, maana hakuishiwa maneno na malalamiko kuhusu mimi ile kumweka pembeni sana. Na alifanya kunikutanisha na watu wengine tuliofanya nao kazi hospitalini hapo ili tu niendelee kukaa pamoja nao kwa muda mrefu. Ila Tesha kunipigia na kuniuliza kama ningeenda kwao leo ndio iliyokuwa njia yangu ya kumtoroka mwanamke huyo. Nikiitumia kama dharura fulani hivi iliyonihitaji kuwahi kuondoka. Nikamwambia rafiki yangu kwamba ndio nilikuwa njiani kurudi Mbagala. Naye akasema sawa. Latifa alikuwa anajua kungangania mtu aisee. Wewe sio poa. Ndio nikafanikiwa sasa kumkimbia baada ya kumwachia vifaa vile. Nami nikaenda kupanda daladala pale Kariakoo zilizoandikwa gerezani mpaka Mbagala. Aisee, sikutaka tena kuja kurudia kupanda hizo daladala. Yaani mshono ni mshono. Watu tulikuwa tumebanana haswa, yaani mpaka kupumua ilikuwa ni mateso. Sijui shida ilikuwa ni nini tu. Yaani gari zinakuja ila watu wanakuwa wamejaa kinoma. Na hapo ni jioni ya mapema tu. Sikupata picha usiku hiyo biashara ilikuwa vipi. Na hii ilikuwa ni mara ya pili kuzipanda. Kwa hiyo baada ya kuwa nimefika kwa Ankia mida kama ya saa 10:30 hivi jioni, nilimkuta akiwa sasa pamoja na wale marafiki zake wawili vijana, wale wavaa pinipuani kama yeye pia. Nami nikapokelewa kwa salamu nzuri tu na kuzirudisha, kisha nikaenda zangu chumbani. Ankia alikuwa amenimisi sana tu. Akaja chumbani nilipokuwa nimeanza kutoa nguo mwilini, naye bado akalalamika kuhusu mimi kuikosa pilau yake jana. Basi nilimsogeza karibu, nikamchumu kwanza kidogo. Kwanza hapo sasa mimi nilikuwa nimeshaamka, maana nilikuwa na kweli kweli. Baada ya madam kunianzishia uchokozi wake usiokuwa na maana kule hotelini, alikuwa ni kama amenifanya niwe kwa namna tofauti. Lakini nisingeweza kwenda na Ankia mazima kwa wakati huo. Alikuwa na wageni. Alafu bado alikuwa ni mgonjwa, kwa hiyo nilimwambia kwamba asiwaze. Akipika msosi mzuri tena kwa ajili yangu tutakula pamoja. Yaani mimi na yeye tu. Nilimwambia kwamba nilihisi uchovu kiasi, maana nilitokea hospitalini kutimiza wajibu fulani, ila na sasa nilitaka kuvaa ili kwenda kumuona Mariam pia. Hasa ndo kama niambia kwamba alikuwa amekuja chumbani humu ili kuwaumiza mioyo hao rafiki zake, akisema eti wote walikuwa wananitaka. Nikamwambia amefanya jambo la maana. Basi naye akacheka kidogo na kisha ndo akatoka ndani hapo. Kweli bado yani nilikuwa nikijihisi mzito. Yani ni kama vile nilitakiwa kuendelea kulala. Na kukiangalia kitanda kulinifanya nitamani kweli kukirukia ili nisinzie kidogo. Lakini nisingeweza kuvunja ahadi yangu ya kwenda kumuona Mariam. Na nilikuwa nawaza kuhusu dada yake pia, ikiwa alikuwa amemwambia mama zake labda kuhusu jinsi nilivyomkana jioni ya jana, ila ndio ningetakiwa kwenda huko na kujua. Basi mimi nikatia viwalo vingine safi mwilini, kisha nikatoka hapo tena na kuwapita wanawake wakiendelea kukaa pamoja. Akili yote ilikuwa ni kwa Mariam wakati huo. Nikafika hapo kwao, nami nikaelekea mpaka ndani na kupiga hodi mlangoni. Aliyekuja kunifungulia mlango hakuwa mwingine ila ni binti Mariam mwenyewe. Naye akanikaribisha kwa tabasamu la furaha na kunikumbatia. Nikaingia ndani hapo sasa bado akiwa amenikumbatia.
Na ndio nikawakuta sasa wenyeji wangu wengine wakiwa wamekaa kwenye masofa, walikuwa wakiniangalia kwa furaha tu. Warembo wangu wawili walikuwepo. Tesha pamoja na Shadia pia walikuwepo. Nami nikasalimiana nao na kuanza mazungumzo yenye kufurahisha pamoja nao wote. Walikuwa wamenikosa tokea siku ya jana, hasa Mariamu ambaye hakutaka kuniachia, yani mpaka nikahisi aibu sasa. Kwa hiyo nikakaa naye sofani, nami nikamwambia nimekuja sasa na kama kawaida leo pia tungechora. Akafurahi sana na kwenda chumbani upesi kama mshale, ili tu akalete vifaa vya kuandikia. Tesha akasema yani dogo alikuwa kama hana amani hivi kutokuniona leo. Ila kufika kwangu ndio kukamrudishia furaha yake, nami nikaambia kwamba huo ni uhakika. Basi nimeulizia pale hali yake Bi Jamila na kujua kwamba aliendelea vizuri zaidi wakati huu, ikiwa alipata dawa za kutumia walipokwenda huko hospitali jana na Miriam kuangalia afya yake. Angalau sasa nikawa nimehakikisha kwamba hali ilikuwa shwari kwa upande wa familia nzima ya Bibi Miriam. Kitu ambacho kilionyesha kwamba hakuwa amenitibulia kwa lolote. Ila kuongea naye bado lingekuwa ni jambo la lazima. Kwanza nimueleweshe kuhusu swala la jana, alafu nimwambie ukweli wote wa matendo ya Joshua ambayo yangekuja kuivuruga amani hii niliyoikuta hapa. Najua angenielewa tu kwa sababu alipenda familia yake. Kwa hiyo ningetakiwa kumsubiri bibi afike ili nisahihishe mambo. Kila kitu kingekuwa sawa tu. Basi mambo yakaendelea kuwa mazuri tu sehemu hii baada ya masaa machache kupita mpaka kufikia saa 2 usiku. Mimi hapa nilikuwa nimeshafanya michezo ya uchoraji wa herufi pamoja na Mariam, yani kuzichora alfabeti na kuzipamba kwa rangi zake. Nilikuwa namuelekeza apangilie herufi kadhaa kwa mtiririko mzuri ili kutokeza maneno kama my name is Mariam, my brother is Tesha na mengine mengi tu kwenye karatasi nyingi. Kisha mimi na Tesha tungemsaidia kuyatamka kwa kusoma pamoja naye. Alifurahi sana huyo binti na kuwaonyesha mama zake kila mara, nao wangempongeza sana. Shadia yeye alikuwa ameshaondoka kwenda kwake kwenye mida ya saa 12 hivi. Kwa kuwa kipindi hiki tayari mume wake alikuwa amesharudi kutoka safari, kwa hiyo aliona hawai. Alikuwa hapa leo kwa ajili ya kupangana na mama wakubwa na hata Tesha pia kuhusu kufanya sherehe ndogo ya siku yake Bi Zawadi ya kuzaliwa iliyokuwa ikikaribia kufika. Na walikuwa wamepanga ije kufanywa hapa nyumbani, maana eti mama wakubwa walikuwa wazito mno kwenda kumbini. Walikuwa wameshaanza kupanga bajeti, nani aje nani asije. Na katika watu wakuja, mmoja wao alikuwa ni ule Dina tuliyeenda kumtembelea siku fulani ya juzi pamoja na Tesha. Kijana ndo akawa sasa ameniambia sasa kwamba alikuwa amewasiliana na Dina leo. Na mdada huyo alisema eti alikuwa ameumia baada ya mimi kutotimiza ahadi ya kwenda pale kwake kumtembelea tena. Tesha akasema inaonekana Dina alikuwa amenielewa sana. Lakini hata alipojaribu kumpa namba zangu alikataa. Mwanadada huyo akiona hiyo kuwa sio busara ama labda tu aliogopa. Nikamwambia Tesha inaonekana huyo Dina alikuwa na usawaziko mzuri tu wa kiakili. Basi nami nikasema tungepanga kwenda kumtembelea siku nyingine tena. Basi bwana, tukiwa tunaendelea kufurahia wakati huu kwa pamoja hapo sebleni, honi ya gari nje ya geti la nyumba hii ikaashiria kuwa mkurugenzi alikuwa amefika. Tesha kanyanyuka na kwenda nje ili sasa mfungulie dada yake. Nami nikawa najiandaa kwa yale ambayo sasa yangefuata nikionana na nani? Na mimi. Yani na Miriam. Kale kahisia kamsisimko wa hofu kiasi kalikuwepo mwanangu, kalikuwepo ese. Sio hofu ya oga bali ya kutarajia mengi mno. Sikujua mwanamke huyo angenitendea vipi baada ya kile kilichotokea baina yangu. Na ndio nikawa sasa nasubiri kuona kipi kingetokea baada ya yote aliyotokea kati yangu mimi yeye na Betha. Sijui ingekuwa vipi endapo kama angefika na gia ya kwanza. Yani ile kuingia tu ikawa ni kunifukuza. So baada ya gari kuingia na geti kufungwa, bibie mimi akawa wa kwanza kuingia ndani. Kisha Tesha akafuata nyuma yake. Mwanamke huyo alikuwa amevalia shati jeupe la kike lenye mikono mirefu lakini iliyokunjwa mpaka usawa wa kiwiko, pamoja na suruali nyeusi ya kitambaa iliyokuwa imembana kiasi usawa wa hips zake na kuchanua kwa upana zaidi kufikia miguuni. Nywele zake ndefu za kusukwa alikuwa amezilaza upande wa mbele kwenye bega la kushoto na mkononi alishikilia mkoba mweusi. Alipokuwa ameingia tu na kuniona, nilitambua upesi sana kwamba hakufurahishwa na uwepo wangu hapo kwa sababu hakunitazama tena na kuelekeza fikra zake kwa wengine hapo sebuleni. Akakaa kwenye sofa pamoja na Mariam
huku sasa akizungumza na mama zake wakubwa kuhusu masuala ya hapa na pale yaliyokuwa yametokea kwa muda waliokuwa kazini. Tesha alikuwa amepeleka mifuko fulani jikoni, bila shaka Miriam akiwa ndio amekuja nayo, kisha akarudi na kukaa karibu nami tena. Mariamu akafuata karatasi moja aliloandikia na kwenda kumuonyesha dada yake, na Miriam akatabasamu kiasi. Akamuuliza ikiwa aliandika yeye mwenyewe, na Mariamu akatikisa kichwa kukubali. Miriam akamuomba yaseme maneno hayo kwa sauti, na Mariamu akatamka vizuri sana, akasema kwamba I love you Miriam. Sisi wengine tukacheka kidogo, na nilikuwa nimemkaririsha kweli kweli hayo maneno, na Miriam akaonekana kufurahi sana. Bi Zawadi alipoanza kumzungumzia Mariam kwa kugusia namna ambavyo nilichangia kumfanya achangamke namna hiyo, Miriam hakuniangalia wala kunisemesha hata kidogo ya kuthubutu, akikwepa kuendeleza mazungumzo kwenye mada ambazo ningehusika zaidi. Alikuwa na hasira na mimi. Nikaona hapa ngoja nitulie kimya tu mpaka Tesha akauliza kwa nini sikuwa nikiongea, na ndo nikawa nimemtazama Miriam. Nikakuta akiwa ameniangalia, kisha akaacha na kumtazama Mariam tu. Hii hali sikuipenda kabisa, na kwa sababu haikutakiwa kuendelea kuwa namna hiyo, ningetakiwa niongee na huyu dada. Ningetakiwa nimueleweshe. Mimi alikuwa ni mstaarabu na muelewa, kwa hiyo najua angenisikiliza na kuelewa maana ya yale niliyofanya jana. Isingekuwa busara kumwacha nikasirikia na kujenga kitu kama uadui wakati bado mdogo wake alinihitaji. Kwa hiyo ningetakiwa kuongea naye sasa hivi. So baada ya Tesha kuniuliza kwa nini nilikuwa kimya, mimi sikutoa jibu lolote kutokana na kuwa ndani ya fikra ambazo zilikuwa zimezama kwa dada yake. Naye akanishika mkononi na kusema kwamba JC, vipi bro? Mbona kama umezubaa? Uko sawa kweli? Bi Jamila nani niuliza kama niko sawa, nikajibu ya kwamba ndio niko sawa. Wengine wakawa kama sasa wameelekeza umakini wao kwangu, isipokuwa Miriam tu aliyekuwa anapekua mkoba wake kutafuta sijui nini hata atasielewe. Basi nilimuita pale nikiita kwamba Miriam. Mkono wake ukakatisha kutafuta alichokuwa anasaka kwenye mkoba, na macho yake mazuri yakapanda taratibu kunitazama usoni. Nikamwambia kwamba naomba kuongea nawe tafadhali. Akaendelea kuniangalia kwa makini, na Mariamu akamwangalia pia kwa njia makini. Hata binti alionekana kuelewa kwamba kulikuwa na jambo zito. Sio mama wakubwa na Tesha pekee tu ambao ndio walionekana kuhisi hilo kutokana na jinsi ambavyo wao pia walimwangalia Miriam. Mimi sikuhitaji mwanamke huyo anipe jibu. Nikanyanyuka tu kutoka sofani na kuelekea mlangoni. Nami nikatoka hapo na kwenda kibarazani. Nilielewa kwamba bila shaka niliwaacha wengine pale ndani wanajiuliza tatizo lilikuwa ni nini, ila lilikuwa ni langu na Miriam pekee. Sekunde 3 tu mwanamke huyo akawa amekuja nje pia. Naye akasimama umbali mfupi kutoka pale nilipokuwa nimesimama. Kuna mambo mengi sana ambayo nataka nashindwa kujua nianzie wapi. Yani Miriam akawa ananitazama tu machoni kwa makini. Miriam, kwanza kila ambacho kimetokea jana najua hukukielewa vizuri. Kwa hiyo nilielewa vizuri sana. Alinikatisha kwa kusema hivyo. Nikatulia kidogo na kumuuliza kwamba ulielewaje? Mimi na wewe hatufahamiani. Nilishua pause yese. Haiko kama unavyofikiria. Pale yani ile mazingira hayakuwa mazuri. Sikutaka wale watu wakufahamu kwa sababu nilishindwa kuendelea msikilizaji. Akasogea karibu zaidi na mimi. Unakuwa ni mtu mwingine kabisa mbele yetu, halafu unapokuwa na watu wako unabadilika, si ndio? Sasa nitakwambia kitu fulani. Mimi sijali kuhusu nani yani nani ambaye unakutana naye, na sijui ni nini ambacho unafanya. Lakini kuanzia wakati huu sitaki tena ujihusishe kwa lolote lile linalohusu familia yangu. Umenielewa? Alinifanya nibaki nikimtazama kwa mshangao mzito bila hata ya kuachama mdomo na kukodoa macho. Aliongea kwa sauti ya chini lakini ilipiga roho ya masikio yangu mpaka kufikia hisia kwa kishindo chenye nguvu sana. Naye akishiria kutaka kurudi ndani. Miriam, subiri, we. Sitaki tena karibu na mdogo wangu. Sitaki. Kwa nini? Kwa nini? Miriam, haujui sababu ilionifanya nikatenda kwa vile wewe. Sijali.
Nimekwambia hivi, nadhani haunielewi, si ndio Haujanielewa. Sijali kuhusu nani ambaye unakutana naye. Na sijui nini unafanya. Kuanzia dakika hii sitaki tena ujihusishe kwa lolote lile linalohusu familia yangu. Umenielewa Miriam, naomba tulie kwanza, sawa? Huo mzu unaofanya kwa sababu nadhani unaofanya tu ni kwa sababu ya hasira. Hauoni kwamba utamkosti mdogo wako? Aliniangalia kwa macho makali na kunisogelea karibu zaidi. Kwani nilikuomba huo msaada wako? Nilitulia kidogo. Oya, hii imenichoma. Ushawahi kujitolea kwa mtu kwa moyo mmoja afu mwisho siku unaambiwa kwani nilikuomba? Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata kuendelea kufahamu ni kipi kitakachoendelea. Na tayari JC kashapigwa stop. Hili nilitegemea msikilizaji. Hili nilitegemea mimi, sijajua kwako wewe, lakini nilitegemea mimi lazima ampige stop mwamba kujihusisha, yani kujihusisha na lolote kuhusu familia yake. Kwa hiyo kipi kitakachoendelea, ila kauli ya kuambiwa kwamba kwani nilikuomba huo msaada wako ni kauli ambayo imemuuma na kumchoma sana mwamba. Kipi kitakachoendelea, tukutane sasa sehemu inayofuata msikilizaji kuendelea kufahamu mengi zaidi. Lakini JC ni kama ameshajiingiza kwenye dunia nyingine na amejiwekea mizigo ambayo anyway hatujui ataimaliza vipi. Langu jina Lucas Lumba, mtayarishaji Elton Tony. God bless you till we meet again. Bye bye.